Umekuwa ni mtu wa kuonewa, ni kazini, ni kwenye biashara zako, ni watu mtaani. Kuna watu tu wanakufanyia vituko bila wewe hata kuwakosea, hata kama umewakosea, lakini kuna watu wanakufanyia vitu vibaya ambavyo hauvipendi. Leo nakwenda kuelekeza namna gani unavyoweza kurudisha ubaya kwa adui yako, kuweza kulipiza kisasi kwa adui yako kwa kutumia njia hii. Adui usipigane naye, ila kwa kufanya spell hii atakwenda kuyapata maumivu yale ambayo wewe unapitia. Atakwenda kurudishiwa ubaya ule ule ambao wewe anakufanyia. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu. Lakini pia kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usisahau kubonyeza neno subscribe ili uwe wa kwanza kabisa kuona kila tutakapokuwa tunaposti video mpya. Moja kwa moja kwenye kwenda kufanya zoezi letu hili, tunasema ni kurudisha ubaya. Yani kurudisha ubaya kwa watu ambao wanakufanyia wewe, uwarudie wenyewe au usiweze kukupata wewe kabisa. Hii ndio njia ninayokwenda kuwafundisha leo. Kwanza kabisa, hitaji lako la kwanza, utatakiwa uwe na kalamu yenye wino mweusi. Ukiwa huna kalamu, unaweza kuwa na marker pen yenye rangi nyeusi. Hiyo nadhani ni rahisi kuipata. Pia utahitajika kuwa na mshumaa. Lakini mshumaa huu unahitajika kuwa mshumaa wenye rangi nyeusi. Mshumaa yenye rangi nyeusi inauzwa, inapatikana kwenye maduka ya dawa za asili, unaipata pale mshumaa yenye rangi nyeusi. Kwa kisha kuna vitu vyako viwili hivi ndio vifaa vyako unavyotakiwa kuwa navyo. Na pia zoezi hili huwa linafanyika siku ya Jumanne, Tuesday. Ndio siku maalum kabisa ya kufanya zoezi hili la kurudisha ubaya. Watu wanakufanyia ubaya, wanakuloga, wanakufanyia vitimbi makazini, wanakuchonganisha, wanakufanyia ubaya wowote ule ambao mtu ameshakufanyia na unaona kabisa huu haukuwa natakiwa kufanywa hichi kitu. Unataka ulipize, unataka uwarudie wao visikupate, na vitu vingine vyote vimrudie yeye mwenyewe, basi utafanya hii njia ninayokuelekeza hapa. Kwanza kabisa utachukua hiyo siku ya Jumanne, sasa ninakwambia, hakikisha muda huo unakuwa muda uko peke yako, umetulia, sehemu pametulia, hakuna mtu yote atakaye kusumbua wakati unaanza kufanya zoezi lako hili. Kwa hiyo sitaweza kusema muda maalum ni muda gani, utachagua mwenyewe muda ambao unaona pametulia, ila usiku ni vyema zaidi kwa sababu watu watakuwa pia wametulia, kutakuwa na mtu wa kukubughi. Lakini hata kama mchana una muda ambao uko peke yako, hakuna atakaye kusumbua, pia ni sawa, hakuna shida kabisa. Hakikisha unakaa kwenye lile eneo lako ambalo mwenyewe umeamua kwamba nakaa hapa kufanya hichi kitu. Umetulia, umekaa, na unatakiwa ukae chini. Yani inamaanisha utakiwa kukaa kwenye kiti wala kwenye kochi, kwenye sofa, hapana. Unatakiwa ukae chini kabisa, chini. Yani kama ni ndani, hakikisha umekaa chini. Kisha baada umeshakaa pale chini, utatakiwa uanze kuchukua ule mshumaa wako wenye rangi nyeusi. Kisha utauwasha. Hilo ndio zoezi la kwanza kabisa, unatakiwa uwashe ule mshumaa. Na wakati umeshauwasha ule mshumaa, huku ukiwa umeanza kuwaka, katika nafsi yako, katika moyo, katika akili yako, uwe tayari umeshajiweka kwenye kile kitu ambacho unakifanya, kwamba nafanya hichi kitu kwa nia ya kufanya hivi na hivi. Mtu huyu kanifanyia ubaya, watu hao wananifanyia ubaya, basi unakunuia kimoyomoyo, huku unaendelea, ule mshumaa unaendelea kuwaka pale. Kisha sasa utatakiwa uchukue ile marker pen yako yenye rangi nyeusi, au kama sio marker pen, basi ni peni yenye rangi nyeusi. Kisha baada ya hapo utatakiwa uchore alama hii hapa niliyoonyesha hapo kwenye mkono wako wa kushoto. Na unachora kwenye mkono wako wa kushoto hiyo alama, huku ukiwa unaendelea kunuia. Kama unamtaja mtu kabisa jina lake, unalitaja ukiwa unanuia kwamba ubaya tena kufanyia au mrudie mwenyewe, mabaya tena kufanyia alipiziwe mara 3 ya namna anavyokufanyia wewe. Basi unanuia huku ukiwa unaichora ile alama kwenye mkono wako wa kushoto, huku ule mshumaa wako ukiwa bado unaendelea kuwaka. Kisha baada ya hapo umeshamaliza kuchora huku ukiwa unanuia, pia utaendelea kunuia tena sasa kwa pamoja, kwa kujumuisha vyote ambavyo hata ulikuwa umevisahau. Yani nuia pale muda mrefu, hata dakika 30 lisali moja ukiwa unafanya hichi kitu, ukiwa na imani, ukiwa umetulia, ukiwa akili yako umeiweka kwenye kile kitu unachokifanya. Hakika yule mtu uliyenuia kumfanyia hichi kitu, lazima kitu chochote kitamkuta. Yani lazima kuna jambo litabadilika kwenye maisha yake. Lazima ataanza kuona moyo wake unamuuma kwa jinsi anavyowafanyia watu ubaya, kwa jinsi anavyokufanyia vitu vibaya, vitendo vibaya. Kuna namna ambavyo ulimwengu utamlipa ubaya ule ule ambao amekufanyia, au na zaidi ya vile alivyokufanyia wewe. Lazima ubaya utarudi kwake. Lazima
kisasi kitarudi kwake. Lazima jinsi anavyofanyia watu au anavyokufanyia vimrudie yeye mwenyewe na zaidi ya hapo. Nashukuru sana kwa kunisikiliza, lakini pia kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usahau kubonyeza neno subscribe ili uanze kuona kila tutakapokuwa tunaposti video mpya.